Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiliza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Naam, leo hii ni tarehe 26 mwezi ni wa 7 mwaka ni 2026. Moja kwa moja acha tukupeleke kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia. Tukupeleka teritwari Mwenga, province ya Sud Kivu, tutaenda huko Fizi. Mambo yamekuwa makali sana, hali ni mbaya, raia wanaendelea kupata shida. M23 na Twirwaneho wanaendelea kudhibiti maeneo kadhaa hapa Sud Kivu, Mwenga na Uvira. Habari za plateau ya Fizi na Mwenga, zaidi sana ndani ya sekta la Itombwe katika mji wa Kipupu. Ilipokuwa pale jana asubuhi sana mamida ya 5h du matin, adui AFC M23 koalize na Redi Tabara pamoja na Twirwaneho waliingia ndani ya mji wa Kipupu, wakalunguza mji wa Kipupu na madrone. Drone ndo zililunguza mji wa Kipupu. Walitilize drone mnivo ya yulu sana, wakabombarde mji wa Kipupu. Raia yote ambayo ilipatikana ndani ya mji hiyo ikasambaratika. Kila mtu alikuwa anakimbia kivyake. Hawakukomea pale, wakaenda wakalunguza mji wa Kalulu, ni pembeni tu ya Kipupu, pakalunguza mji hule na drone. Manake walikuwa wanaenda wanawinda kwenye raia inapatikana. Hawakukomea pale, wakashuka hadi mji wa Nabindi, wakabombarde mji hule, raia ikasambaratika. Hawakukomea pale, wakashuka hadi mji wa Mikebenge, mji ule nao wakabombarde ukalungula hadi mji wa Iseki. Raia ikahatarika sana. Na adui huyu hakukuwa na lengo zingine, alikuwa na lengo tu za kuhatarisha raia wakongomani wasiokuwa na hatia wapate kuangamia, na waliangamia kweli. Kwa sababu kwa sasa ukifika ndani ya mji wa Kipupu na miji hiyo yote ambayo nataya, ukiona hali gisi iko, hali sio nzuri, ni hali tu ya huzuni, kwa sababu adui alihakikisha kusambaratisha wa raia. Blesse ziko, na kitu ambacho tutashukuru wazalendo kwa sababu hawalali. Kwa sababu kuna mtu ambaye alijitoa kuitwa mzalendo na kasimama timamu kwa role ya uzalendo. Kwa sababu kuna wengine wazalendo wanaitwa wazalendo tu, labda maendeleo ya kuitiwa mzalendo, kila mtu iko na zake objective. Acha nipatie courage kwa wazalendo ambao walijitoa kwa ajili ya ukombozi wa nchi, hawakulala, walisimama. Yule adui mwenye alikuwa anakuja anapiga chini, walipambana naye, wakabebana hadi mji wa Kipupu, hadi Filo 14. Wenyewe wanajua ku Filo 14, wanajua trade. Ni pale adui walihakikisha kumfikisha. Wa vijana hawakulala. Tutashukuru wazalendo ambao walitoka ndani ya eneo la Lulenge kwa General Meji, pia na kwa General Quinisiera kwa maintervention ambao walifanya, kwa sababu wakati walisikia habari hizo na milio hiyo ya madrone, waliweza kudeploy ndani ya eneo ya Mibunda kuraforce kusaidia wenzao wazalendo huko. Acha tuwapatie courage. Tunalia sana kwa serikali letu la Kongo mu niveau national na mu niveau international kusaidia sana raia hilo, kwa sababu raia linateseka. Raia linateseka sana, na kama raia linateseka sana, tunaomba kazi kubwa sana, serikali isaidie kwa ajili ya kufunga anga na kudeploy maelema zaidi sana mwenelo hiyo, ili raia ipate amani ya kudumu, kwa sababu raia inateseka sana. Hata na munivo ya ONG zetu ba humanitaire tunalomba nao pia ambao watatusoma ni lazima wasaidie, kwa sababu kwa leo tunasema hivi, raia iko mapori,
Depuis jana mpaka hivi kuna wenyewe wajakula hata chakula, na kuna wenyewe walilunguziwa manyumba zao, kurudia tena hakuna gisi. Hivi wako nje, mabashe hakuna, mumabezwe zote zile, dawa hakuna, mablese ziko kule, hakuna madawa. Tunaona vraiment serikali saidie. Mwae wapata chumvi hakuna, drone iko yulu iko na winda tu baraia. Vraiment tunalia na munivo zote zile, nationale na internationale. Isaidie ho plateau ya Fizi na ho plateau ya Mwenga, ususu sana ndani ya sekta la Itombwe. Vraiment ni kusaidia sana. Na wazalendo wote ambao watusoma hapa wenye wako barabarani. Komanda force mwenye anajua anaweka maelema zake mu mabarabara, wiko nakunywa mapombe kiovyo, wafate tena lengo ya uzalendo. Ni lazima kusoma hii na kwenda ndani ya malinye de front kwa ajili ya kuraforce wenzao kwa kufanya ukombozi wa nchi. Okay, tunawashukuru sana. Sio mwingine ni wenyu charge na sensibilisation na ideologie politique ya VDP Msud Kivu, coordination opérationnelle ya naongozwa naye General William Amuri ya Kutumba. Haya, hali hivyo ndivyo ilivyo huko Kipupu. Imethibitishwa bila shaka kuwa kwa sasa Kipupu iko mikononi mwa waasi wa M23 na Twirwaneho. Habari tulizoziona kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mavideo tofauti, tuliona vijana wa Kinyamlenge wakisambaa hapo Kipupu bila wasiwasi hapo sekte kwa soko, wakiendelea kusonga mbele. Na kama alivyotangaza komanda sekter Colonel Mitabu, aliyekuwa colonel kwa jeshi la taifa FARDC, na akatoroka akaenda kujiunga na kabila lake wakati walikuwa wanadai linauawa na Maimai pamoja na Red Tabara, ambapo hapa Kipupu tunaposema ni katika kolektivite Itombwe, huku maeneo ya Mibunda, ambapo raia ambapo walikuwa wamebaki hapa. Mibunda ni sehemu kubwa, Kipupu, Nyabindi, Kiseke, hizi vijiji chache ndizo zilikuwa na raia wa Kibembe na Wafulena wa Nyindo, lakini sehemu yote kubwa ilikuwa ni miaka 19 bila raia. Tukiteremka hapo Tolambo, Bijanda, Malanda, Kasolelo, Lisansi, Bakura, huko maeneo ya Makutano, hizo vijiji zote hakuna Mnyamulenge ambaye alikuwa naishi eneo hizo kulingana na vita wakati ilipobomolewa na Red Tabara, wakiwa pamoja na Yakutumba na Ngoma Nzito wakitaka kuwavurusha Wanyamulenge, wakidai ya kwamba ni Wanyarwanda. Kwa sasa mambo yamebadilika, siasa imebadilika. Kwa sasa inadaiwa kama tangazo hivi tumesikia ametangaza, anasema ya kwamba Twirwaneho iko na Red Tabara pia wanavurusha hawa raia walikuwa wanabaki hapa. Kwa hivyo ndiyo hiyo huwa tunasema ya kwamba Wakongomani tujiunge pamoja, tuwe na umoja, tuweze kuacha tribalisme. Mtu akikuja atoke nje akuambie mimi nakuja nikusaidie, na tumuue mwenzako mliozaliwa pamoja. Hiyo ndiyo ilifanyika hapa Kipupu tunapolia. Hapa ndiyo ilikuwa eneo kubwa la Maimai wote, FDLR wote pamoja na Red Tabara, wakibomoa Mibunda yote, wakiharibu ho plateau, wakiungwa mkono na hii Red Tabara ambao leo imewageuka. Nani aliyeita Red Tabara? Yakutumba ndiye aliwaleta, Kashumba ndiye aliwaleta, Mtetezi ndiye aliwaleta, hayati Mshombe ndiye aliwaleta. Hawa wote walikuwa wakisimama hapo wakiimba ushindi pamoja na Red Tabara, ilikuwa ikiongozewa na aliyejulikana kama Colonel Kisiga, wakiimba wakiwa pamoja na kina Naluvumbu, wakisema kwamba watavurusha Wanyamulenge na wawafikishe huku. Haya ndiyo
Moise Nyarugabo alikuwa anaimba kwa TV na redio akisema, tafadhali tukawe pamoja tutatue mzozo, ama tukubali sisi wote tukufe kama wajinga. Hii ndiyo inafanyika. Nasikia hapa kwa habari wakisema ya kwamba Redi Tabara iko miongoni mwa wale ambao wamebomoa Kipupu, na ndiyo ilikuwa imejenga hapa, imeoa hapa wasichana wa Kibembe, wakiimbwa wakipigiwa ugali ili wabomoe. Whole plateau yote ilibomolewa na Kipupu. Kwa sasa ndiyo hiyo mambo yanarudi kwenye yalitoka. Kile ambacho tunachosema, raia wa Kikongomani, tuache ukabila. Tukiendelea na ukabila, ujinga utatumaliza. Hawa ambapo inasemekana ndio wanaua watu Kipupu, ndio walikuwa nao wakiua watu Tulambo, Makutano, Maranda, Marunde, Mikenge. Kumaanisha ya kwamba kwa wale ambao hawajui Whole Plateau, hii ni miaka 9. Wanyamulenge wote walibomolewa na Kipupu. Maimai ilikuwa hapo Kipupu pamoja na Redi Tabara. Wenye walikuwa wamebaki ni kampi moja ambao walikuwa wameenda kwa kampi hapo Mikenge, nayo ilibomolewa juzi. Kwa sasa Wakongomani tuwe na hakiri na tuangalie mbele na tuweze kusoma nyakati. Lakini kama vile tulivyoona kwa tangazo la komanda huyu Mitabu, tulikuwa tumemsema, aliyekuwa kamanda pia mkuu kwa jeshi la taifa, pamoja na msemaji wa kisiasa na Welcome Kamasa, ambapo wametangaza pamoja na msemaji wa kijeshi wa Twirwaneho Kanari Rugabo Fide, wametoa mwito wao kwa raia wa Kipupu wakisema kwamba watoke kwenye misito na waje, wataendelea kuwalindia usalama. Upande mwingine wametangaza kuwa jeshi la wazalendo wanaopigana nao na FARDC na Warundi kwa sasa wameanza kuingia msito wa Fore Equatorial. Sina la ziada na kutakia kila laheri mahali popote ulipo. Asante sana.